linaloshinda. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa yule nyoka amezaa nyoka wengine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtoto wa nyoka ni nyoka. Wacha Mungu, kazi ya Mungu ikaenea majengo yote, ikaenea Flandani yote. Bwana Yesu asifiwe. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Amen. Hata mimi namshukuru Mungu. Naona mkono wake ananipita mbavu zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata mimi mmoja wao nilikuwa mgonjwa sana. Wengine waliniona hapo. Nilikuwa na tumbo ya miezi kama 9 lakini kuna watoto ndani wengi. Kama watatu hivi. Lakini huyu Mungu na haya madhabahu nimepona. Kuna wakati niliandikiwa niende hospitali kwa sababu ya pesa si kwenda kama miezi miwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitakunywa dawa na sitaenda hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeona mkono wake tu umenitetea. Amen. Sasa nikile pastor ameniambia hata ukienda hospitali utaonekana na ugonjwa. Naamini hivyo. Amen. Lakini kesho Mungu akipenda nitaenda hospitali. Nikaenda nikaangalia daktari wangu mkubwa. Niona kama niko vipi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona uponyaji wa Mungu umenisingira kwenye damu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya madhabahu ni yangu kwa sababu wakati nilikuja hapa si kuwa mwanadamu, nilikuwa kama mtu ambaye aliyekufa. Lakini haya madhabahu na pastor wangu aliniombea hapa. Na ile maji nakuja naombewa hapa napeleka nyumbani naoga nao na kunywa. Naona mkono wake Mungu unanitetea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya majani Bwana aibariki. Amen. Amen. Ongeza Yesu makofi. Amen. Bwana asifiwe. Nasalimu kanisa kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Niko na ushuhuda. Ushuhuda wangu ni mtoto wangu. Ile Pasaka alikuwa anifunga shule akuje nyumbani. Alipofunga shule nikamwambia usije maana tuko na ndugu yako ni mgonjwa tuko naye hospitali. Akasema mimi nakuja. Lakini mama nimeota nimepata accident. Kamwambia shingo hiyo accident. Bwana asifiwe. Amen. Jana juzi nikamtumania fare nikamwambia sasa njoo. Akasema mimi hata sijisikii kuja leo. Nikamwambia kwa nini? Sijisikii nitakuja kesho. Nikamwambia ni sawa. Bwana asifiwe. Jana akatoka asubuhi nyumbani akapanda gari. Anasema alikuwa pale Katakaungu. Ile gari ikapata accident. Hasa ilipopata accident iligonga tukutuku. Hasa sasa ile anaanamio sasa anapiga nduru. Anasema alishtuka akasema yule Mungu aliyoponya mama Mungu anisaidie. Pastor tu niangalie. Anasema aliona accident yani hakuumia kwenye aliumia hapo ni dereva peke yake. Hakuguswa pamoja na wenzake. Amen. Amen. Sima alikuwa aje akasema nilikuja jana nataka nikae hapa kidogo. Bwana asifiwe. Amen. Nikamwambia ni sawa lakini ushuhuda zaidi utaongea mwenyewe. Ni mzima pamoja na familia yangu. Hata mwenye alikuwa hospitali ni mzima nimekuja naye. Amen. Alikuwa yuko hali ngumu mpaka alikuwa tukutete. Yaani tunakosana huko nyumbani kwa sababu ya huyo mtoto. Sahi ni mzima kabisa nimekuja naye kwa pale mwisho. Bwana asifiwe. Amen. Pia mimi nilipitia hali ngumu lakini Mungu alinitoa. Madhabahu ni haya. Yaani sina la kusema. Naomba yule Mungu anipe nguvu. Yaani nipate kile kitu nije nitolee Mungu. Yaani huwa nafikiria nikilala hivi nafikiria mimi nimepona kweli. Ni mimi mamake Matilda. Mpaka saa hii naongea na watoto wangu. Mungu jamani, uko wapi wewe nikakuona hivi jamani? Ni mzima nashukuru, sina la kusema zaidi ya hapo. Hayo machache Mungu awabariki. Amen. Amen. Anamshukuru Mungu asubuhi ya leo ninakumbuka Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Bwana asifiwe. Amen. Jumapili iliyopita sikuwa pamoja nami. Nilikuwa kule sehemu za nyumbani tulikuwa na mazishi. Lakini nashukuru Mungu maana alikuwa pamoja nasi. Sikuweza kufika hiyo Jumapili kwa sababu ilikuwa siku ya faraja mahali pale. Lakini tangu hiyo siku mpaka saa hii ni mzima. Bwana asifiwe. Amen. Ushuhuda mwingine ni kwamba katika hii mifungo ya katikati ya wiki ni mizuri sana. Nilisikia nikikumbuka mtumishi alisema tunafunga tunaanza ni Thursday ama ni
Wednesday. Lakini mimi wanaongeza siku moja ya kuombea mambo yangu. Bwana asifiwe. So nafikiri ndio last week tulikuwa kwa maombi, it was on Wednesday. Thursday tukamkia tena maombi. On Thursday usiku kama saa 9 nafikiri nikaota naja hivi kanisani. Wapendwa, kusema ukweli hii madhabahu inawinjwa sana. Kwa sababu nilikuwa natembea, niko na wenzangu kama wawili, siwakumbuki ni wakina nani, lakini tulikuwa tunakuja kanisani. So nilipofika katikati pale kwa mbele hivi hapo, sijui kama kuna mahali kuna sakmali kidogo, kuna kama kishimo hapo. Nikaona kuna watu wawili wa baba. Kuna shimo kubwa hapo kwenye ua, kuna baki maji, kuna shimo kubwa refu. Nikaona kuna watu wawili juu na ni kama wengine walikuwa ndani. Nikaona kitu kama mbuzi inateremshwa kwa hiyo shimo. Sasa nikaa nachungulia, yani nikaogopa kusongea, nikaa nachungulia kwa mbali, lakini nikaona hiyo kitu haikuwa kuku, ilikuwa mbuzi mweusi wa black, kwa sababu ilikuwa kitu kubwa. Ikateremshwa, tukasimama. Mimi ndo niliona na shanga peke yangu. Sasa nikaanza kuomba, nikakemea mpaka nikashtuka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuanzia hapo nikasikia tu, nikiingia kwa maombi usiku nasikia tuombe madhabahu, yani tutume moto kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia Mungu, nitakase tu nikatumike kwa ajili ya utukufu wako, kwa sababu sasa nimechukua hatua mpaka nimeota kuhusu huko, ni lazima kuna mawindo fulani. Sasa hapo nje ni machimbo ya hao watu. So inafaa sisi kama washirika tuombe sana, maana madhabahu ikiwinjwa ni mtumishi wetu anawinjwa. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu, maana nilipofika hapa asubuhi nikamwambia Mungu nitakase, kwa sababu nasikia siko vizuri. Ni kama nasikia, yani nilikuwa nasikia kama nita explode. Naombea tu mimi, kile nilikuwa naombea, nilikuwa tunaombea moto, madhabahu moto. Nashukuru Mungu, maana amejidhihirisha ni ukweli kwamba sisi tunawinjwa. Sana ni madhabahu, na madhabahu ni mtumishi wetu. Tuzidi kuomba washirika wenzangu, tuombe mtumishi wetu, tuombe madhabahu, tujitakase ili tukaweza kutumika sote. Nashukuru Mungu, maana amejidhihirisha kwa watu wake. Hiyo hadi tumeshinda. Ni hayo na Mungu aendelee. Kama ni nguvu za binadamu singelifika hapa nimefika, lakini Bwana ameniwezesha. Nikuwa nasema ameniwezesha. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Mimi nashukuru Mungu ni mzima, dadangu ni mzima, mamangu ni mzima. Bwana asifiwe. Wiki iliyopita nilikuwa na homa ilinianza mimi, nianza kutoka mikojo toka yenyewe tu. Kumbe nilikuwa natafuta homa. Bwana asifiwe. Nikana homa hadi niko karibu na kupona, dadangu akashikwa na yeye. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu ni mzima, dadangu ni mzima, maana leo ningekuwa sina dada. Nilikuwa nikikaa nasema, hasa Mungu unipatia mamangu watoto wawili. Hasa ukichukua huu mmoja nitabaki na nani? Mimi nisemezana naye, napigana naye hapo ndani, napiga nduru na yeye. Je, akikufa au utapigana naye nduru? Haya, mpone Mungu basi. Dadangu akapona. Amepona dadangu, akwenda shika mamangu sasa. Ameshika mamangu hawezi, ameenda kwa kijana. Sasa nasema huyu naye hajaenda kazi, ameenda kwa kijana. Huyu naye ukimchukua tatuna nani pesa kulipa karo shule? Haya, Mungu anataka kuona basi ukitenda. Amemponesha mamangu, akaniponesha mimi mwenyewe, akaponesha dadangu. Dadangu hana pumu tena, alikuja kuombewa. Maana tulikuja tukawa tuwezi hapa. Akaja kuombewa. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu hadi saa hii nikiongea na babangu, naongea na amani na babangu. Hadi juzi babangu alipiga simu, akaniambia mwambie mamako mtafute nyumba. Alafu mnaambie mkipata nyumba mnaambia nitalipa deposit na mtakuwa mlipi nyumba, mimi ndo nitalipia. Bwana asifiwe. Naomba basi utuombee na familia yetu, maana basi tuna vita. Haya, na Mungu abariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asante kanisa katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu asubuhi ya leo kwa kusimama mbele yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yale yote ambayo Mungu amenitendea, sina cha kumpa ila ni sifa. Tunashukuru kumwambia Mungu asante. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tangu nilipokanyaga katika hii madhabahu mpaka saa hii
namuona Mungu akanitendea. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka jana shetani alikuwa amenibandika ugonjwa wa pressure. Nashukuru Mungu akaniondolea. Huu mwaka nao hiyo last week huyu mamenye ametoka hapa ndio firstborn wangu. Yeye ndo mwenye alianza na homa. Akatoka kazi usiku saa 3 akaniambia mama, hapa mahali kwenye nimeketi hata kusimama siwezi. Nimekuja tu natoka. Kumwambia sasa ulipokuja si ungeenda kanisani? Akaniambia nimetoka kuchelewa shule singeweza kufika kanisani. Nikamwambia acha tuombe. Nikaomba. Nilipofika usiku akaniamsha akaniambia mama, hii mkojo haitoki tena lakini sasa nasikia kichwa kinaniuma, mwili wote kila mahali nasikia kuuma. Kumwambia usijali utapona. Kesho yake akaenda shule. Afika shule mwalimu akampea leave out, akaenda pale Barani dispensary akapawa dawa. Nilipotoka kazi jioni akaniambia hizo dawa nimepata lakini nikambaye hazinisaidii manake nasikia hiyo hali bado yanitatiza. Nikamwambia usijali utapona. Kesho yake nilipotoka kazi mimi nilipofika kwa nyumba nikapata hali yake anaendelea vizuri. Mimi mwenyewe nilikuwa nimeshikwa na homa. Kisha kinaniuma, mwili unaniuma na siambavu hata kuhema siwezi. Nikaomba tukalala. Kesho yake nilipoamka nikaamka sawa. Nikaenda kazi. Kurudi jioni nikawapata wote wanacheza. Ile last Saturday asubuhi yule huyu mwenzake akaniambia mama usipike chai pikie uji. Akampikia uji akanywa. Akakunywa kikombe ya kwanza, ile ya pili akaanza kusikia siti. Namuuliza nini mama? Akaniambia wewe mama nasikia kuhema. Sasa huwa anashikwa na pumu wakati mwingine. Mimi nikajua labda ni hali yake ya pumu ndio nimemrudia. Kumwambia basi maliza hiki kikombe kingine nitakutafutia dawa. Hakumaliza. Kutoka naye kwa nyumba kwenda kwa chemist hata si distance kubwa, ni yani karibu tu. Fika hapo kwa chemist, temperature imepanda iko juu. Kamwambia yule mwenye chemist, hata hao wateja wengine suanga aliyopatia hiyo dawa yake huyo. Akampea hiyo dawa. Fika kwa nyumba kumpatia ile dawa. Hiyo dawa kama yeye ilikuwa yani inaleta mambo mengine ambayo alikuwa sielewi. Kumpa ile dawa tu, nikamwambia acha tuombe. Hata nilianza kuomba maombi nikakatisha. Akaniambia maana nasikia kulala. Nasikia kulala niache nilala. Ile nasikia kulala ndio amelegea kabisa. Nikamtoa nje. Kulikuwa na jirani hapo ameleta akaniambia basi hata atabidi uende naye kanisani. Kamwambia yule mwenzake, "Wewe unaniambia nasikia baridi. Nenda pale barabarani uchukue pikipiki twende kanisani." Tulipofika hapa kanisani, tukakaa hapa tukampigia simu mchungaji, akaja, akawaombea. Nashukuru Mungu alichukua nafasi maana tukija tulikuja na pikipiki. Lakini wakati wa kurudi tulitembea na miguu, alikuwa amepona. Nashukuru Mungu kwa hayo alinitendea. Fika juzi Jumatano jioni nikatoka kazi usiku saa 3. Yule mkubwa alinipigia sema mama umetoka? Akamwambia nimetoka niko njiani. Akaniambia huyu basi naona hizo hali zake basi kabla zinarudi manake mwili uko moto lakini sasa hata simuelewi. Nikamwambia niko njiani naje. Kakimbia kufika tu karibu na nyumbani hapa na hapo mbele tu. Nilikuwa nimefika karibu, kasikia tu hali nimejaa kwa ghafla. Tuko ilinijaa hali nyingine ya kushangaza. Nimejaa na inadungwa miba. Miba yadunga paka huku rohoni, siwezi hata kuinua mguu hivi. Kasema nitafanyaje? Kasema sasa wacha tu nitembee polepole. Nilikuwa na mwenzangu, akamwambia wewe mwenzangu kazana kwako, mimi nimefika karibu. Nilikuwa kama saa 3:30. Na nilikuwa nimefika tu karibu na nyumbani. Nilifika nyumbani ilikuwa nimefika saa 4 nielekea na nusu, nchukua wanawa na hata si mbali. Nikakaa hapo akaniambia kwani maana umekuja nao hata wamwambia basi siwezi kwenda. Akaniambia basi tumeenda kanisani tumepata mamaki ndio ametuombea maji, akasema tutumie haya maji. Mwambia nipeni hayo maji nitumie. Nikakunywa hayo maji, nikalala. Kesho yake nikaenda hospitali, nikarudi nikalala hapo mpaka sasa. Nashukuru Mungu ameniponya. Na jambo lingine chenye ameongea kwa alipigwa simu na babake. Ni Mungu tu anatenda. Manake hata baba yao walikuwa wakitaka kuongea na baba yao, wachukue simu ya jirani na kesi simu yangu. Walikuwa kichukua simu yangu akidai na baba yao hata shika. Na hata kama atashika, hashiki hata tume saidia ya kuwatusa na watusi. Lakini cha kushangaza ni kwamba hiyo juzi bila alichukua hiyo simu akasema nampigia simu dada, akampigia, wakasalimiana, wakaongea, wakamwambia mwambie mamako kuanzia leo imani ya mimi na yeye tarudi kama hiyo siku ile siku yenye atatoka kwa hiyo plot. Bwana Yesu asifiwe.
Najua hiyo yote ni Mungu ndo anatenda. Madamu amefika mahali kwa kusema kitafute humu na yeye ndo mwenye atalipa. Najua ni Mungu tu. Huko mahali kwenye yuko anamtoa. Bwana Yesu asifiwe. Ni hayo, mbarikiwe na mchungaji mwenyewe kutuongoza. Amen. Amen. Madhabahu haya ina kitu hapa ndani. Madhabahu haya ina uponyaji. Madhabahu haya ina nguvu. Amen. Madhabahu haya inafungua kila aina ya jambo ambalo unapata katika mwili wako. Amen. Madhabahu haya ina maoni kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi usema namshukuru Mungu kabisa. Amen. Kule nilitoka kugumu. Kumbe alikuwa ni Mungu ananiita nifanye kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni juzi tu na dada mmoja pale jirani, yeye alienda hospitali Makadara, alikuwa na siku 3 hapo Joi. Akaenda akatolewa yale maji. Baada ya kurudi nyumbani, yule dada ile hali ikamrudia tena. Sasa ninaona ni Mungu tu peke yake. Nilikuwa nimekaa pale kwangu, Mungu akasema siwende ukamwangalie yule dada. Kamwangalie yule dada ana nini. Nikatoka wakati wa saa 10 ile, nikaenda afika pale kwake. Maajabu, amekaa nje analia na ameshikilia tumbo yake, anakamua ili makojo itoke, lakini haikuwezekana. Analia, anapiga pindu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nilimwangalia nikamwambia kuwa na imani, Mungu atakufungulia. Mungu atakufungua, kuwa na imani, hata usilie. Mungu yuko, yule Mungu aliye hai alitoa mimi katika Misri, na wewe pia atakutoa pale pale katika Misri. Nikatoka mimi nikamfuata, nikaenda mpaka kwa mpendwa wangu, nikamuelezea, tukachukua maji yetu tukitia kwa chupa, tukayaombea pale pale huko kwetu nyumbani, tukayaombea. Nikatoka mimi na mpendwa wangu tukaenda pale. Tulipofika pale tukaendelea na maombi. Nikamwambia mama, kanunue chumvi na mafuta. Yule mama akatuma chumvi kwa sababu alikuwa hawezi kabisa, bwana yake alikuwa ameenda kazini, hawezi, ana siku 3 hajapata kojoa. Mpendo wangu akaenda dukani akachukua chumvi na mafuta, tukaja tukayaombea, tukatakasa ile rumu, tukamaliza. Tukampatia yale maji ya kano. Tukaombea haya mengine, nenda ukaoge. Kaoge kila mahali, kaoge mwili wote. Sisi tukarudi nyumbani. Baada ya masaa kidogo akatupigia simu. Nimepata choo cha mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimepata choo changu cha mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku ule wa kuamkia siku ya Jumapili nije huku, yule mzee mwenye nyumba alikesha kumtukana, wewe mama mchawi, ondoka kwangu nyumbani, umeharibu vyombo vyangu. Yule mama akashangaa. Akanipigia simu siku ya Jumapili, niko hapa. Siku hiyo Jumapili sikutoa shuhuda. Akanipigia simu, yule mzee anatufukuza. Kumwambia, kwani yule bibi alikwambiaje? Tunafanya haya lakini wewe utafukuzwa. Semetimia. Amen. Sasa wewe kaangalia nyumba uondoke. Kumbe yule bwana naye ana ule ugonjwa wa yule bibi. Tulipokwenda tena kama siku ya Jumanne, tulipoenda kule, yule bibi naye, yule bwana ana ugonjwa, yuko kitandani analia. Tukamwombea, tukampatia maji, kachukua maji kidogo, katia chumvi, nikamwombea akunywe. Tukarudi. Tulipofika nyumbani naye akapata hiyo choo cha mbele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu makofi. Haya madhabahu yanatenda. Nilimwambia vile Bwana alitoa kule Misri,
hata mimi pia niko hai, na wewe pia utafunguka, na wote wamefunguka, hata tangu wako hai, wanapata cheo vyao vya mbele sawasawa kama kawaida. Amen. Rusi alikuwa na figo zinamuomba kumwambia Mungu atakuponya. Sitaki kukuombea, lakini kuwa na imani Mungu atamponya. Jana akasema sisikie tena figo kuuma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya madhabahu yana nguvu. Mungu anashuka katika ya madhabahu. Mimi usema ni asante tu kwa sababu kule nilikotoa ilikuwa ni kifo. Amen. Miaka mingi nabeba mimba. Na mimba huwezi kuchukua hata mwaka waenda. Mimi nilibeba 4 good years. Na niko hai. Ni yule Mungu aliye kule juu. Na asante, nasema ni asante kwa sababu nami naona Mungu anaitumia. Amen. Ninaotakasa wenzangu na wanapata uponyaji. Amen. Hata kuna mmoja hapo, mzee mmoja, mama mmoja, nilikuwa natembea hivi, nimetoka pale nje nikampita. Yule mama akasema, hamtaki kusalimia kwa sababu hamwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanaoni kamwambia ushindwe ni Mungu ambaye hawezekani, sio mimi. Amen. Kwa hayo machache Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa umbali huu, Bwana Yesu asifiwe. Nikisimama hapa ni shukrani kumrudishia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hakika anayoyatenda katika jamii yetu ni makuu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuliomba amani ikapatikana katika boma letu. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi ya yote namshukuru ni kwa ajili ya ndugu yangu mwenye ni mkubwa wangu. Bwana Yesu asifiwe. Miaka yote hiyo alikuwa hana bibi, lakini Mungu ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mdogo, lakini kuna watoto wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye sijua ilikuwa ni nini hata hataki kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Bwana Yesu asifiwe. Anashukuru Mungu, sahihi kuna mwenzake. Ni shukrani, ni shukrani. Maana nilikuwa nikiomba Mungu muangalie. Mimi niko karibu kuitwa nyanya, huyu mbona bado? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Namshukuru Mungu. Tangia niingie madhabahu hii, naona kitenda moja baada ya lingine. Bwana Yesu asifiwe. Ni hayo na mbarikiwe. Namshukuru Mungu ni mzima na familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa mbele kupokeni salamu kwa mzee Baya. Bwana Yesu asifiwe. Amesema nisalimie kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo alipo ni mzima, mahali alipo alienda alipokelewa kama mtoto wa kule. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hana shida yoyote, hata yuko na kama tuseme ni mfanyikazi. Bwana Yesu asifiwe. Walimpokea kama mzaliwa wa pale, kama yuko na ndugu zake, yuko na mamake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tuseme kazi yake nzito pale ni kule kujifulia nguo, lakini hata kupika fanya kupikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni hayo machache na Mungu awabariki sana. Ninamlika Mungu kwa hesama za shagarero mwana yuti nirinda hata nitufika hadi kwa Yesu. Ni mzima. Jumapili ya juzi sikarire namwe hadi kwa Yesu. Nepigirwa simu Jumamosi nishambwa haraka udolole mami mana zohali arizona asobe ni here unazamona na wanakundamona hadi kwa Yesu. Leo kaha saa 10 nishinenda hapo nyumbani, nafika zizo hadi besi chikala ni hadi. Lakini Mulungu yuko kwa kwenda chesa takuchicha maza cha uchisinda kuchichesa kerisha chimamba we Mulungu byo chikala ni we Mulungu na we moko namwe yeyuni. Indehenza ubidirike nikone alipo Yesu. Nashukuru mama wefuguka ni mzima atakufikira sai alipo Yesu. Mulungu ni muzo mana yunaweza iye na yewokoka. Na horoka na hufika buka namba unendeka mochari alipo Yesu. Mulungu yuko kwa sema ni mzima. Na iye na ye ni mzima yunanirinda na nyumba yangu na jamii zangu. Ni asima Mulungu yunaweza alipo Yesu. Mulungu ni muzo tikana na mdamu sasena. Kwa Jumapili kahukalire hosini. Ninaona mkono wa Mulungu nanipigania na nyumba yangu. Yunanipa uzima na nanipa ushindi alipo Yesu. Kapiga agoni mabomu, lakini kwa Mulungu hakuna lisilowezekana. Mulungu ni mwenyeji na wamba kandarisha naye.
ambaye nateseka lazima yudasimama naye. Alipo Yesu. Kwa majina si ni manya jina langu ni Hasera, ni Okoka, ni mama wa pasitani, ni mama wa hoane. Ni yani baba na siku 7. Kama machache mdogo na kahase. Sina soboni ndi kanisa gomasa kaputalalir nyumbani. Ikapo machache na mbarikiwe na kusifiwa. Amen.